Sifiwe mtazamaji wa Gideon Online TV, ni furaha yangu kukukaribisha katika ibada ya siku ya Jumapili. Siku ya Jumapili kutakuwa na nguvu ya Mungu na uwepo wa Roho Mtakatifu. Tutapokea uponyaji, tutapokea uzima, tutalishwa chakula cha kiroho kutoka kwa mama mtumishi wa mahali hapa. Hii ni huduma ya Mlima Moria Ministry iliyoko chini ya mtumishi wa Mungu Gideon wa Maili Sita, ambao Mungu amempa dhamana ya kusimama kama baba. Tunajua baba ni kichwa cha familia. Kwa hiyo yeye anasimamia ibada hii katika kusaidia watu kuokoka, kukua kiroho, kiimani, kuponya, kusaidia watu wenye shida mbali mbali. Sasa mimi niko hapa kwa ajili ya kukukaribisha wewe mtazamaji wa Gideon Online TV. Karibu siku ya Jumapili. Itakuwa ni Jumapili ya kitofauti sana kwenye mwaka wa 2026. Tunaona tupo nusu mwaka, sasa hivi ni mwezi wa 6. Kwa hiyo tunaenda kumshukuru Mungu kwa namna ya tofauti, lakini pia kutakuwa na mafundisho kwamba watashindana na wewe lakini hawatakushinda. Je, unapitia changamoto kwenye kazi, kwenye maisha, kwenye familia, kwa watoto, kwenye ndoa, maisha ya mtu binafsi unapitia changamoto? Yamkini ni adui ambaye anakuvuta nyuma, anashindana na wewe. Pengine ni wivu. Tunaona wivu ni adui mkubwa sana. Anakuonea tu wivu, anaamua kukutumia roho za kushindwa, roho za kukata tamaa. Lakini nikwambie, changamoto zote hizo siku ya Jumapili tunakwenda kumshinda yule adui ambaye ameingia kwenye maisha yako. Usiache kufika siku ya Jumapili. Tunaona neno la Mungu ambalo linatuongoza kwa siku hiyo nilinasema kwamba watashindana na wewe lakini hawatakushinda. Tunaona mfano wa mtumishi wa Mungu Danieli alipotupwa katika shimo la simba. Hakuweza kudhurika, hakuweza kupata changamoto yoyote, ila Mungu alikuwa naye. Kwa hiyo kusudi la Mungu bado halijatimia kwenye maisha yako. Huwezi kushindwa kwa sababu lile kusudi Mungu bado hajalitimiza kwenye maisha yako. Kwa hiyo usikate tamaa, usichoke eti kwa vile ya magonjwa, hapana. Lakini pia tunamwona Yusufu alipopelekwa gerezani kwa Potifa. Alienda kule ili akakutanishwe na wafalme, akakutanishwe na wakuu. Sasa na wewe pengine kuna gereza la magonjwa, la kutokupata kazi, la kutokupata fedha, la ugomvi, familia mwelewani. Siku ya Jumapili ni siku yako ya ushindi wa hali ya juu. Tutakwenda kumshinda yule adui, yule mharibifu, yule mkatisha tamaa, na sisi tutakuwa washindi kwa jina la Yesu. Kwa hiyo usiache kufika siku hiyo ya Jumapili. Na hapa kuna maji haya nikwambie yanapatikana tu ndani ya huduma ya Mlima Moria Ministry. Tumeona shuhuda nyingi, watu wakishuhudia, wakieleza jinsi gani maji yamefanya kazi. Kwa hiyo maji haya uyapati sehemu nyingine yoyote, ni ndani tu ya huduma ya Mlima Moria Ministry. Huduma ya Mlima Moria Ministry ipo mkoani Kilimanjaro, Maili Sita. Kama unatokea Moshi mjini, Marangu, Njia Panda, Same, Mwanga, Dar es Salaam, utafika Moshi mjini, utapanda magari yanayoenda Sadala, Boma, Sanya, Arusha. Utashukia kituo cha mashina, utakutana bango kubwa la ratiba za ibada. Siku za ibada mahali hapa ni kila siku asubuhi. Tunaita morning glory, saa 12:30 mpaka saa 1:30. Unakuja kuanza siku yako na Bwana, unamkabidhi Mungu siku yako kuanzia asubuhi mpaka jioni. Lakini kila siku za ibada Jumatano na Ijumaa muda ni saa 8 mpaka saa 11. Siku ya Jumapili ni saa 6:30 mpaka saa 10:30. Sasa Jumapili hii itaumia sana kama sitakuona wewe mtazamaji wa Gideon Online TV pale ambapo tutakwenda kushinda kwa kishindo cha Mungu ambacho atatumia ndani ya mtumishi wa Mungu Gideon wa Maili Sita. Kwa hiyo usipange kukosa, tuende tukashinde. Kutakuwa na neno la Mungu, kutakuwa na mafundisho mazuri yanayoongozwa na mama mtumishi. Tutapewa nguvu na Roho Mtakatifu, lakini pia tutakuwa na mafunuo yatakayosimamiwa na mtumishi wa Mungu Gideon. Atatusaidia katika wale wanaoshindana na sisi tukawe namba 1, tukawe washindi kupitia neno la Yesu na damu ya Yesu Kristo ikiwa maishani mwetu. Kwa hiyo mimi nitakuwepo siku hiyo ya Jumapili, na kusihi sana kwa utulivu, kwa upendo, ni kuombe. Mwambie jirani yako, rafiki yako, mzazi wako, mpendwa wako hawezi kufika siku ya Jumapili mahali hapa Mlima Moria Ministry. Wote tukashinde, tukawe washindi kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu. Karibu sana.